Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ninakuja tena mbele zako nikikusalimu kwa jina la Yesu Kristo, na ukaribisha tena tuweze kuungana pamoja katika kulitafakari neno la Mungu, katika hotuba hii ya neno la Mungu ambayo Mungu anaruhusu tuweze kuisikiliza na iweze kutupatia mwanga katika maisha haya tunapoutafuta wokovu kwa ajili ya uzima wa milele. Na ninapoenda kufanya hiyo hotuba ya neno la Mungu mbele zako, ninakusihi na ninakuomba basi utenge muda wako sasa kwa ajili ya kwenda pamoja kwa jina la Yesu Kristo. Nikualike sasa tuweze kuomba pamoja tunapoanza somo letu la leo katika hotuba hii ya neno la Mungu. Na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu ishie milele, ninakuja mbele zako na mpendwa mtazamaji na msikilizaji. Kwa pamoja tunakusihi na kukuomba utupatie neema, ukaweze kutusaidia kulielewa somo ambalo liko mbele zetu, ukaweze kutusaidia kulisikia. Lakini msaidie sana mtazamaji na msikilizaji wa kipindi hiki apate ujumbe utakao msaidia katika maisha yake. Muongoze, mbariki na kumtakasa. Lakini pia baada ya somo hili tuwe tumesogezwa karibu zaidi na uzima na msamaha na kupokelewa tena mbele zako Bwana, ili tuone wokovu na tukaupokee kwa jina la Kristo Yesu. Amina. Somo letu la leo au hotuba yetu ya leo ya neno la Mungu inapatikana katika kitabu kile cha Luka sura ya 4. Luka sura ya 4, nitaanza kusoma ule mstari wa 41 mpaka mstari wa 52. Ninaomba unitegee masikio nisome hiki kipande, na kama una Biblia pia unaweza ukafuatisha ninaposoma tuweze kusoma pamoja. Kitabu kile cha Luka sura ya 2 mstari ule wa 41 mpaka mstari wa 52. Neno la Mungu linasomeka kama ifuatavyo: Basi wazee wake huenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka. Na alipopata umri wa miaka 12, walipanda kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu. Na walipokwisha kuzitimiza siku wakati wa kurudi kwao, yule mtoto Yesu alibaki nyuma huko Yerusalemu, na wazee wake walikuwa hawana habari. Mstari ule wa 44 unasema: Nao wakadhani ya kuwa yumo katika msafara, wakaenenda mwendo wa kutwa, wakawa wakimtafuta katika jamaa zao na wenzao. Na walipomkosa wakarejea Yerusalemu huko wakimtafuta. Mstari wa 46 unasema: Ikawa baada ya siku 3 wakamwona hekaluni ameketi katikati ya walimu, akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Mstari wa 47: Nao wote waliomsikia walistaajabia fahamu zake na majibu yake. Na walipomwona walishangaa. Na mama yake akamwambia, Mwanangu, mbona umetutenda hivi? Tazama, baba yako na mimi tulikuwa tukikutafuta kwa huzuni. Mstari 49: Akawaambia, Kwani kunitafuta? Hamkujua ya kuwa imenipasa kuwamo katika nyumba ya baba yangu? Nao hawakuelewa na neno hilo alilowaambia. Mstari 51: Akashuka pamoja nao mpaka Nazareti, naye alikuwa akiwatii
na mamaye aliyaweka hayo yote moyoni mwake. Naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Haleluya. Haleluya. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, katika hotuba yetu hii ya leo ambayo ina kichwa cha somo kinachosema usimsahau Yesu. Usimsahau Yesu. Katika kisa hiki umesikia jinsi wazazi wa Yesu, Biblia imewaita wazee, lakini tafsiri halisia inasema wazazi. Wazazi hawa wa Yesu walikwenda na Yesu kutoka nyumbani Nazareti mpaka Yerusalemu katika hekalu ili kuhudhuria sikukuu ya Pasaka. Siku hii walisafiri, na ulikuwa ni utamaduni wa Wayahudi na mataifa jirani kusafiri kutoka kwenye nyumba zao wakija Yerusalemu kwa ajili ya kuhudhuria sikukuu ya Pasaka. Sikukuu ya Pasaka ilikuwa ni sikukuu kubwa sana iliyokusanya watu wengi mno. Watu walitoka katika kona mbalimbali za nyumba zao, walitoka kwenye kona mbalimbali za mashamba yao, walitoka kwenye kona mbalimbali za shughuli zao. Waliacha mambo yote wakaja Yerusalemu kuja kwenye sikukuu. Na siku hii sasa Yusufu na mke wake Mariamu wakasafiri na familia nzima. Yesu akiwa kijana mdogo mwenye miaka 12 umri wake, wakasafiri naye kutoka nyumbani mpaka Yerusalemu. Na walipokuja Yerusalemu waliishi hapo siku kadhaa, takribani juma moja, maana hizi sikukuu zilisherehekewa kwa muda wa siku 7. Kwa hiyo walikaa hapo siku 7, Yesu akiwa pamoja nao. Na kwa kuwa sikukuu zina mambo mengi, muda mwingine wazazi hawa yawezekana wakuwa na muda tena wa kukaa na Yesu muda mrefu. Kwa hiyo kuna muda wazazi walishughulika na mengine, Yesu naye alikuwa upande mwingine. Hata hivyo alikuwa ni kijana mdogo ambaye ndiye yapata miaka 12. Sasa baada ya sikukuu kuisha, Biblia imesema walianza safari kurudi nyumbani. Na walipoanza safari kurudi nyumbani, njiani wazazi wanajikagua, wanakuta Yesu hawanaye. Wanakuta Yesu hayupo tena pamoja nao. Na wanapotafuta, Biblia imesema wakadhani kwamba yuko na wenzake. Wakaendelea mwendo wa kutwa nzima, masaa 12, lakini hawakumuona. Ndipo wanageuza tena, wanarudi Yerusalemu. Na wanapofika Yerusalemu, wanamtafuta kwenye viunga vya mji, hawamuoni. Lakini walipokumbuka, sikiza kaka neno, walipokumbuka kurudi hekaluni, ndipo wanamkuta hekaluni. Na wanapomkuta hekaluni, mama yake anamuuliza, mwanangu, mbona umetutenda hivi? Yesu anasema, nalipaswa kuwa katika nyumba ya Baba yangu. Nyumba ya Baba yangu. Na kisa kinasema baadaye wakakutana tena, wakaanza safari kwenda nyumbani. Fungu la 52 limesema mama yake Yesu, yani Mariamu, mambo hayo aliyaweka moyoni, aliyazingatia. Na Yesu, mstari wa 52 umesema, ndipo akazidi kukua katika hekima na katika kimo, akimpendeza Mungu, akiwapendeza na wanadamu. Somo linasema usimsahau Yesu. Usimsahau Yesu. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa kipindi hiki, naomba nikuulize swali. Je, uliwahi kumsahau mtu fulani uliyekuwa unampenda sana? Uliwahi kusahau kazi fulani ambayo ni ya muhimu sana? Uliwahi kusahau
kifaa fulani ambacho kingekusaidia, lakini ukajikuta umekiacha mbali sana na wewe. Uliwahi kusahau appointment fulani ya muhimu sana ambayo kwa kweli hukutakiwa kuisahau. Je, usahaulifu huu ulitokana na nini? Jiulize swali, usahaulifu huo ulitokana na nini? Je, ni kwa sababu ya shughuli nyingi ulizokuwa nazo, au ni kwa sababu ya kujikuta umechelewa na unatakiwa kuondoka, kumbe umesahau vitu vya muhimu katika kuharakisha kwako? Je, yawezekana ulimsahau mtu fulani kwa sababu umepata mtu mwingine ambaye unadhani ndiye special sana maishani mwako? Uliwahi kusahau? Uliwahi kusahau? Na siku hii Yusufu na Mariamu, wazazi wa Yesu Kristo, wanamsahau kijana wao. Na wanapomsahau kijana wao, ndipo somo linatuambia walifanya bidii ya kumtafuta, lakini hawakumpata. Mpaka waliporudi eneo sahihi la kumpata, hapo ndipo walipokutana naye. Haleluya, haleluya. Ngoja nikwambie mpendwa mtazamaji na msikilizaji wangu, tatizo hapa sio kusahau. Tatizo ni nani aliyemsahau nani. Tatizo sio kusahau. Tatizo aliyesahau ni nani. Hawa ni wazazi wa Yesu Kristo. Ni mtoto wao, wanaishi naye nyumbani. Haishi kwamba ni wazazi. Hawa wazazi pia wana ahadi ya Mungu, walioambiwa na Mungu kwamba huyu mtoto sio mtoto wa kawaida. Huyu ni mfalme, huyu ni mkombozi wa dunia, huyu atabeba dunia kwenye mabega yake, huyu ni kiongozi, huyu ni mkombozi. Matumaini ya ulimwengu yako mabegani mwa mtoto huyu. Sasa angalia sasa, pamoja na ahadi zote za Mungu, pamoja na msisitizo wote wa mbingu, pamoja na kuzaliwa kwa uajabu kwa Yesu alivyozaliwa, lakini inatokea hawa wazazi wenye hiyo elimu ya kutosha, waliopewa maelekezo ya kutosha kuhusu huyo mtoto Yesu, wanafika mahali wanasahau. Na katika maisha ya kusahau ndio yanatukumba hata sisi. Unajikuta unasahau mambo fulani ya muhimu sana katika maisha yako. Unasahau mambo fulani ya muhimu licha ya kwamba umesisitizwa sana, lakini unajikuta unasahau. Na unasahau katika kipindi ambacho ni cha muhimu sana. Hizi zilikuwa ni sikukuu za Pasaka. Sikukuu ambazo taifa lote la Wayahudi, taifa lote la Israeli walikumbuka namna Mungu alivyowaokoa kutoka katika nchi ya utumwa, nchi ya Misri. Pasaka ni kielelezo cha muujiza mkubwa ambao Mungu aliufanya katika nchi ya Misri. Katika nchi ya Misri, Mungu alifanya muujiza wa mwisho wa kuwaua wazaliwa wa kwanza wote, pigo la mwisho lile la kuwaua wazaliwa wa kwanza wote wa nchi ya Misri. Na kila familia waliochinja kondoo wakapaka damu ya kondoo kwenye miimo ya milango ya nyumba. Hiyo nyumba ilinusurika. Yule malaika aliyetumwa kufanya hiyo kazi ya kuondoa uhai kwa wazaliwa wa kwanza wote wa Misri, alipokuwa nakutana na nyumba ambayo mbele yake imepakwa damu, malaika akiona damu anapita juu ya nyumba. Kwa lugha rahisi, malaika ana pass over. Ndio unasikia inaitwa Pasaka, pass over. Malaika anapita juu ya nyumba. Kwa nini? Ameona damu. Kwa nini? Ameona damu, kiashiria kwamba nyumba hiyo tayari kafara imefanyika. Na ngoja niongee na wewe kidogo juu ya hii kitu, pendwa mtazamaji na msikilizaji wangu. Kafara ya kipindi kile iliyowatoa Waisraeli wakiwa salama katika nchi ya Misri ndiyo inayokutoa wewe leo salama katika dunia ya utumwa wa dhambi. Kafara
yafanywa Misri kwa wanyama kondoo kuchinjwa kila nyumba, na damu yake ikapakwa kwenye mlango. Akija yule malaika, akiona damu anapita juu. Ngoja nikwambie mpendwa, usalama pekee wa maisha yako, usalama pekee wa afya yako, usalama pekee wa kazi yako, usalama pekee wa ndoa yako unapatikana katika damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo. Na nakupa ushauri katika tafakari hii ya neno la Mungu kwamba hakikisha unazingirwa na kafara ya damu ya Yesu Kristo. Ninajua kuna watu wanatoa kafara ya damu ya watu wao. Watu wanatoa kafara ya damu ya ndugu zao ili wapate pesa. Wanatoa kafara ya damu ya watu wao wa karibu ili wafanikiwe kwenye maisha. Ngoja nikwambie mpendwa, ili ufanikiwe katika dunia hii na katika dunia ijayo, katika nchi hii na mbinguni pia, ili uweze kupata tiketi hiyo, usalama pekee ni katika damu ya Yesu Kristo. Na hivyo kama hujamwamini Yesu mpendwa, mwamini. Taifa la Israeli wakiwa Misri, kielelezo cha kuchinjwa kwa Yesu kilitolewa katika kuchinja kondoo na kupaka damu kwenye milango. Mabalaa yanapokuja yanakuta huko ndani ya damu ya Yesu. Mabalaa yanapita juu yako. Yanapita juu yako. Mabalaa yanapokuta humo ndani ya damu ya Yesu yanapita juu. Sio kwamba yatakuja, yatakuja. Lakini habari njema ni hii, yakikuta umefunikwa na damu yanapita juu. Na hii ndio ilikuwa sikukuu kubwa sana iliyosherehekewa vizuri. Wakikumbuka ukombozi wao kutoka Misri, walihudhuria wote, wazazi wa Yesu na Yesu mwenyewe. Wakafika Yerusalemu penye sherehe. Na wanapoendelea na sherehe, ngoja nikwambie kitu kinachoshangaza hapa. Wanapoendelea na sherehe, hawa wazazi hawa hata hawana habari Yesu yuko wapi. Yesu yuko wapi? Ngoja nikwambie mpendwa, yawezekana utafutaji unakufanya usiwe na habari ya wokovu unapatikana wapi. Yawezekana marafiki waliokuzunguka wanakufanya usiwe na habari ya Yesu yuko wapi. Yawezekana aina ya familia unayoishi nayo, aina ya mke uliye naye, aina ya mume uliye naye, aina ya wazazi ulio nao wanakufanya usiwe na habari ya neno la Mungu na habari ya wokovu wa maisha yako. Na katika somo hili na katika hubiri hili nakupa ujumbe huu kwamba weka matumaini yako kwa Yesu. Kwa Yesu. Pesa zitatafutwa ndio, lakini uwache muda wa kuwa na habari ya wokovu wako uko wapi. Yesu alisema kwamba itamfaidia nini mwanadamu endapo ataupata ulimwengu mzima lakini akaipoteza nafsi yake. Akaipoteza nafsi yake. Itakufaidia nini mpendwa kupata vyeo, kupata majina mazuri, kupata kile unachokitaka, lakini ukapoteza nafsi yako siku ya wokovu wako? Ndio maana nakutia moyo, na ujumbe huu unatutia moyo kwamba tusiruhusu chochote kikatuondoa katika kinga ya kumwamini Yesu katika maisha yetu. Wazazi wa Yesu walikwenda na Yesu hekaluni. Haleluya. Wazazi wa Yesu walimbeba Yesu wakaenda naye hekaluni. Wakaenda naye sikukuu ya Pasaka. Na walienda na mtoto huyu kijana mdogo katika sikukuu ya Pasaka. Naomba nikuulize mpendwa mtazamaji na msikilizaji, huwa unapata muda wa kwenda kwenye eneo la ibada? Huwa unapata muda wa kwenda kwenye makusanyiko ya kiroho? Huwa unapata muda wa kwenda kwenye eneo la kupata neno la Mungu? Huwa unapata muda wa kuabudu? Na kama haupati muda wa kuabudu, kama haupati muda wa kwenda kwenye eneo la ibada, kama haupati muda mpendwa, ni saa ya kujitafakari. Lakini swali lingine naomba nikuulize, kwenye ibada unaenda na nani?
Wazazi wa Yesu walienda na Yesu. Wazazi wa mtoto Yesu walienda na mtoto wao. Ni mara chache sana wazazi kwenda na watoto wao kwenye eneo la ibada. Mara nyingi wazazi wanaenda kuabudu, watoto hawajulikani wameenda wapi. Mara zingine watoto wanaenda kuabudu, wazazi wakiwa wamesalia nyumbani. Mara nyingi wazazi tumeshindwa kuwaweka watoto wetu katika mikono salama ya Mungu. Tumewabeba watoto, tumewaweka kwenye shule. Naomba niliseme hili pia, pendwa mtazamaji na msikilizaji. Mtoto wako anasoma shule ipi? Je, hiyo shule anayosoma inampa nafasi ya yeye kukutana na wokovu wa maisha yake? Inampa nafasi ya yeye kukutana na Kalvari ya Yesu Kristo ili aokolewe? Hiyo shule uliyompeleka, iwe ni kindergarten, iwe ni chekechea, iwe ni nursery, iwe ni daycare, iwe ni shule ya msingi, iwe ni shule ya sekondari, kiwe ni chuo cha kati au chuo kikuu, huko unakompeleka mtoto wako, kijana wako, je, anapata nafasi ya kukutana na Bwana na kumuhimidi na kumtukuza na kujifunza na namna anavyookolewa? Jiulize hilo swali. Maana wazazi wengi, na ni kweli, wazazi wengi tunaangalia grade, tunaangalia matokeo. Matokeo yakitoka, tuko kwenye mitandao, tunatafuta shule iliyofaulisha vizuri bila kuzingatia hiyo shule ina maadili gani. Tunabeba watoto wetu, tunapeleka mikononi mwa watu wasiomjua Mungu, mwa watu wasioitumia Biblia kama kitabu cha kiada darasani. Tunapeleka watoto huko tukiangalia grade. Ngoja nikwambie mzazi unayenisikiliza, grade peke yake hazikuwahi kuwa hazina bora ya mtoto. Hazikuwahi kuwa hazina bora ya mtoto. Mkumbuke mtoto Musa. Mtoto Musa alipokuwa Misri, alipozaliwa, wakati limetokea tangazo la kuua watoto wote wa kiume wa Kiebrania, mama amejifungua katoto ni ka kiume, akakachukua akakaweka kwenye kikapu kilichofunikwa lami ndani na nje, akaweka na mfuniko, akakipeleka kikapu kwenye sehemu ambayo anaweza huyo mtoto akaokotwe angalau awe mikono salama. Na ni kweli mtoto akaokotwa na binti Farao, na alipookotwa mtoto, Miriam dada yake na Musa akawa anafuatilia kujua ni nini kitampata mdogo wake. Na Musa anapookotwa anapewa jina la Musa na binti Farao. Baadaye wanatafuta atanyonyeshwa na nani. Ngoja nikwambie, Miriam akakimbia akaenda akasema, mimi nitampata mwanamke anayeweza akanyonyesha. Kumbe anatafuta namna ya kumrudisha mtoto kwenye mikono salama ya mama yake. Na Musa wakati ananyonyeshwa na mama yake, Biblia inasema mama yake alimwelekeza vizuri kwamba wewe sio Misri, wewe ni Mwisraeli, na hatima ya taifa hili iko mikononi mwako na huwezi kuifanya peke yako. Mungu wa mbinguni ataifanya pamoja na wewe. Ni mara ngapi mpendwa msikilizaji na msomaji na msikilizaji na mtazamaji wangu, ni mara ngapi umekutana na watu waliosoma sana lakini wako chini kimaadili? Wana grade nyingi nzuri, vyeti vyao vimepambwa kwa alama za juu, kwa GPA ya juu, kwa maksi za juu, ana tuzo zingine za ziada za pembeni. Lakini mtu huyo mwangalie maadili yake, mwangalie maisha yake, ni mkana Mungu, hamjui Mungu. Hata kama anamjua, hamtumikii Mungu. Hata kama anamtumikia, ni katika hali fulani ya upungufu, anaishi maisha yasiyo ya uaminifu. Lakini amesoma na ana grade nzuri na ana kazi nzuri, lakini maisha yake yamejaa mambo ya ovyo, kwa sababu wazazi wake hawakumpeleka mikono salama ya Mungu. Na jamii iliyostaarabika itategemea na umakini wa wazazi kwa watoto wanaowazaa.
Jamii iliyostaarabika itategemea umakini wa wazazi kwa watoto wanaowazaa. Na jamii yoyote hapa duniani yenye nguvu hiyo inaanzia nyumbani. Na nakupa changamoto mzazi mwenzangu, nakupa changamoto rafiki yangu mtazamaji na msikilizaji, nakupa changamoto hii. Anza kuwaza ni wapi watoto wako unaenda nao. Yesu wazazi wake walimpeleka hekaluni. Amen. Na walipompeleka hekaluni, hapo ndipo Yesu alitamani kukaa maisha yake yote. Wakati wa kurejea nyumbani ulipofika, wazazi wakarejea nyumbani lakini hawana mtoto. Wazazi wakaanza safari ya kuja nyumbani lakini hawana mtoto. Walienda naye ndiyo, lakini hawajarudi naye. Hawakujali mtoto wao atakuwa kwenye mikono ya nani. Hawakujali kwenye safari watatembea na mtoto au watamuacha. Hawakujali ni mikono gani ambayo mtoto wao yupo. Hawakujali. Tumesoma, Biblia imesema kwamba wakati wanarejea nyumbani, njiani wanamtafuta Yesu lakini hawakumuona. Na naomba niongee kidogo na wewe rafiki yangu unayenitazama na kunisikiza. Naomba niongee na wewe kidogo. Hivi ulishai kujiuliza kwamba katika maisha yako ya uzazi na ulezi wa watoto wako umempatia nani? Yusufu na Mariamu, Biblia imesema walijua kwamba atakuwa na vijana wenzake, walikalake. Wakaashumu kwamba katika safari hii Yesu tunaye, lakini yuko na vijana wenzake. Kwa hiyo hawakuchukua muda wa kuchukua tahadhari mapema, ila wakahisi yuko na vijana wenzake. Ngoja nikwambie mpendwa mtazamaji na msikilizaji wangu, hawakumuacha kwa makusudi Yesu Kristo, bali walimuacha kwa bahati mbaya. Hawakumuacha kwa makusudi, ila walimuacha kwa bahati mbaya. Hawakumuacha kwa sababu walidhamiria kumuacha, ila ilitokea tu wakawa wamemuacha. Na mimi naomba niongelee maisha halisia tunayoishi leo. Ni kweli. Hapa naongelea mambo mawili. Naongelea wokovu wako, naongelea na wokovu wa mtoto wako. Muda fulani umeamua kuacha ustawi wa maisha ya mtoto wako kwa watu wengine, sio kwa makusudi, bali kwa bahati mbaya, kwa sababu kuna mambo mengi yanayokutinga. Kuna mambo mengi yanayokutinga. Kuna mambo mengi yaliyokuzunguka. Kuna mambo mengi yanayokuhangaisha. Kuna mambo mengi yanayohitaji umakini wako na muda wako, kiasi kwamba hauna tena muda na mtoto wako. Hauna tena muda na familia yako. Hauna tena muda na mwenzi wako. Hauna tena muda na jamii inayokuzunguka. Hauna tena muda na watu unaoabudu nao, kwa sababu majukumu, naomba nirudie hili neno, majukumu yamekubana. Kwenye karne hii ya 21 iliyochangamka, majukumu yamekubana. Unatoka nyumbani alfajiri saa 10, wengine saa 9, wengine saa 11, wengine saa 12. Unaacha watoto wamelala, unaenda kazini kwenye majukumu, unarudi saa 4 usiku, wengine mpaka saa 5, watoto unakuta wamelala. Inaweza ikapita wiki mpaka mwezi, watoto wako hawajui sura yako. Wao wamekariri sura ya binti wa kazi, wamekariri sura ya kijana wa kazi anayekata majani ya ng'ombe pale nyumbani, wamekariri sura ya mtumishi tu hapo nyumbani. Wakitaka kuoga ndiye anayewaogesha, wakitaka kula ndiye anayewalisha, wakitaka kulala ndiye anayewalaza, wakiwa na maumivu kwenye miili yao ndiye anayehangaika na maumivu yao. Lakini mama, baba,
kwa sababu ya majukumu, kwa sababu ya ratiba kuwa ngumu. Hauwaachi kwa sababu ya makusudi. Tunajua hujakusudia kuacha, lakini ni bahati mbaya kwa sababu umebanwa. Na ni kweli umebanwa. Sasa katika tafakari ya leo, ninaomba ukae tena chini, pendwa mtazamaji na msikilizaji, ukajitafakari tena. Hivi ni kweli utaendelea na hayo maisha mpaka lini? Mtoto wako, hatima ya mtoto wako ni wewe. Kuna kakisa fulani kalisimuliwa mahali fulani, naomba na mimi nikasimulia hapa kidogo mbele zako, kwamba mwanaume mmoja alioa mwanamke mmoja, na hii ndoa ikastawi tu vizuri, wakaishi tu vizuri, wakaendelea vizuri, wakapendana, maisha yakawa mazuri. Baadaye sasa wakapata mtoto wa kwanza, wakapata mtoto wa pili, na watoto waliwazaa kwa karibu sana. Sasa mwanaume alikuwa ni mtu wa majukumu, alikuwa ni mtu wa safari, ni mtu wa majukumu. Anatoka nyumbani alfajiri saa 11 na anarudi saa 4 usiku. Mama alikuwa ni mama tu anayefanya shughuli za pale pale nyumbani, kwa hiyo alikuwa yupo tu hapo. Sasa mama mwanamke yule alikuwa na tatizo la uchepukaji. Maana mume akai nyumbani, mwanaume yuko busy. Mama naye akaanza kulipiza kisasi, akawa na mahusiano na wanaume wengine. Na alivyokuwa akuwa na aibu, akawa analeta wale wanaume nyumbani. Sasa miongoni mwa wale wanaume akawa amempata mmoja wa kudumu. Sasa huyo aliyempata wa kudumu akawa anakuja pale nyumbani. Akifika nyumbani asubuhi, anakula, anaoga. Mama akipiga tu muda, mama anaweza akarudi, basi mwanaume anaondoka. Muda sio mrefu baba anakuja. Sasa watoto wakiwa macho wanamuonaga yule anayekuja. Hawakuwahi kuona uso wa baba yao. Baba yao anaondoka alfajiri, anarudi usiku. Anaondoka bado wamelala, anarudi wameshalala. Anaondoka wamelala, anarudi wameshalala. Wakati mwingine anapata visafari vya wiki nzima, wiki mbili, hayupo nyumbani. Amebanwa na dunia. Sasa siku moja watoto wameshakuwa hawa, wameshapita miaka ya kutosha. Siku moja huyu baba safari, unajua hizi kazi na tunazozifanya sio kazi za kudumu. Muda fulani hizi kazi zitaisha. Huyu baba kazi zikaisha. Akarudishwa nyumbani. Akapigwa, inaitwa redundancy Kiswahili cha zamani. Akasimamishwa kazi. Kwa anafanya kazi kwenye kampuni fulani. Kazi ikaisha kwenye kampuni. Wafanyakazi wakaambia rudi nyumbani. Sasa baba akawa yuko pale nyumbani. Sasa watoto wanaamka wanashangaa kuna mwanaume tofauti na yule aliyokuwa wanamfahamu. Sasa watoto wakaanza kushangaa tena. Wakauliza, "Mama, na huyu ni nani?" Mama sasa ndiye anaanza kuunda sentensi, "Mnajua wanangu, huyu ndiye baba yako yenu." Anasema, "Hapana, sio huyu. Sisi tunamfahamu yule baba yetu yule mwingine. Na mbona tunashangaa siku hizi haji? Yule baba yetu mwingine mbona siku hizi hata hatumuoni? Maana alikuwa anatuleteaga na zawadi. Tunashinda naye, tunacheza naye hapa nyumbani. Huyu atakuwa baba, huyu sio baba huyu. Sisi tunamtaka baba yetu yule mwingine." Umeona mpenzi mtazamaji na msikilizaji? Mambo ya dunia hii yatakufanya upoteze watoto wako. Kwa sababu ya majukumu mengi, Yusufu na Mariamu hawakuwa wamekusudia kumwacha Yesu. Ila kwa sababu ya mambo mengi, wakaishia kusema, atakuja tu, ana wenzake watakuja. Wenzake akina nani? Wazazi, pata muda wa kukaa na watoto wako. Pata muda wa kuzungumza na watoto wako. Unavozungumza na mtu, unamuhamishia tabia yako. Yaani unavozungumza na mwanao, ndivyo unavyomrithisha tabia yako. Ndivyo unavyomrithisha ndivyo kumrithisha hata imani yako. Ndivyo unavyomrithisha fikra zako. Ndivyo unavyomrithisha hata jamii yako. Kaa nyumbani muda fulani, spendi huo muda na wanao, zungumza nao, waeleze matatizo yao, uwasikilize. Acha kuwaza kwamba wana binti wa kazi, atawaogesha, atawavalisha. Na ngoja niwaambie, huyo binti wa kazi hata anaweza asiwe anawaogesha vizuri.
Fumbuka macho mpendwa mtazamaji na msikilizaji. Wakati huu tulionao, wakati huu wa kuchakarika, watu wanakimbiza pesa, watu wanatafuta pesa. Hizo pesa hazitahusika na wokovu wako. Wokovu wako utahusika na wewe mwenyewe kwa namna ulivyochukua muda kuambatana na Yesu. Na hivyo nakutia moyo na nakupa ushauri kwamba amini, kubali kuambatana na Yesu. Yeye yupo, anahitaji kutembea na wewe. Usikubali kumwacha Yesu nyuma. Lakini pia mpendwa mtazamaji na msikilizaji wangu, ni mambo gani ambayo yanakufanya kuwasahau watoto wako? Wanapomtafuta Yesu, wakimtafuta Yesu, wanamkosa, wanaamua kurudi Yerusalemu. Na wanapofika Yerusalemu, wanatafuta kwenye mji wa Yerusalemu, wanamkosa, wanaamua kwenda hekaluni. Amen. Amen. Hapo sasa kwenye hekalu hapo. Hebu sikiliza maneno ya kwenye hekalu. Wamemtafuta Yerusalemu, wamemkosa. Wanakwenda hekaluni, wanamkuta kijana mdogo amekaa na viongozi wa dini. Anaongea nao, anaojiana nao, na hana wasiwasi. Wazazi wamehangaika kutwa nzima. Wazazi wamehangaika usiku kucha. Wanatafuta asikopatikana mtoto. Wanakuja hekaluni, wala yeye hawazi kama wameenda. Hana wazo kama wanamtafuta. Hawazi kama atakuwa anawasumbua. Na mama yake anapomuuliza, Yesu anasema, ili nipasa kukaa hekaluni kwa Baba yangu. Yesu wako unamtafuta wapi? Hilo ndilo swali nataka kukuuliza, pendwa mtazamaji na msikilizaji. Wapi unaenda kumtafuta Yesu? Wapi? Je, furaha ya maisha yako unaenda kuitafuta wapi? Mambo yako wapi ambapo unaenda kutafuta maisha yako na wokovu wako? Tunajua sote kwamba Yesu anaokoa. Tunajua sote kwamba Yesu anafariji. Tunajua sote kwamba Yesu anabadilisha. Tunajua sote kwamba Yesu ndiye Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, njia ya kweli na uzima, muumbaji na mkombozi, aliyekuwako, aliyeko na anayekuja. Yeye ndiye aliyetuumba na ndiye anayetuandalia makao. Baadaye atarejea ili aweze kutuchukua, ili kule aliko nasi tuweze kuweko. Sasa huyo Yesu wewe unamtafuta wapi? Wazazi walimtafuta Yesu mjini. Wazazi walimtafuta Yesu njiani. Wazazi walimtafuta Yesu vichakani. Hakuwepo. Walimtafuta kwenye nyumba za starehe. Hakuwepo. Walienda mpaka kwenye kona mbalimbali. Hakuwepo. Ngoja nikwambie mpendwa, kama bado unatafuta hatima ya maisha yako mahali popote tofauti na hekaluni, hautaipata. Hautaipata. Katika maisha haya, pendwa mtazamaji na msikilizaji wangu, katika maisha haya, mtafute Yesu sehemu sahihi. Mhubiri mmoja aliwahi kusema mahali fulani. Huyu mhubiri anaitwa Mark Finley. Ni Marekani, mhubiri mashuhuri. Aliwahi kusema katika moja ya hotuba zake, akasema hivi: hatuendi kanisani kuupata ukweli. Hatuendi msikitini kuupata ukweli. Hatuendi kwenye nyumba za ibada kuupata ukweli. Maana ukizitafuta nyumba za ibada ni nyingi. Ukitafuta misikiti ni mingi. Ukitafuta mahekalu ya leo ni mengi. Ukitafuta majumba ya ibada ni mengi. Ukitafuta makanisa ni mengi. Hautampata Yesu, hautapata ukweli katika manyumba hayo. Ila
ili iendee Biblia. Iendee Biblia. Isome Biblia. Na Biblia hii itakuambia ukweli. Na Biblia hii itakuambia mahali anakopatikana Yesu. Iendee Biblia. Biblia itakwambia Yesu anapatikana wapi. Yesu anaitwa njia, kweli na uzima. Yesu anaitwa neno. Yohana 1:1. Hapo mwanzo kulikuwepo neno. Naye neno alikuwepo kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Iliendee neno utampata Yesu. Na ukiliendee neno utaupata ukweli. Sasa ngoja nije kwenye kisa chetu. Luka 2:41 mpaka 52. Wazazi wanamtafuta Yesu njiani. Wazazi wakamtafuta Yesu mjini. Lakini wangekumbuka kwamba Yesu ni neno. Na neno linasomwa hekaluni. Wakienda mahali linaposomwa neno, hapo ndipo watamkuta Yesu. Na hilo wazo walilipata mwishoni. Walipojua kwamba mahali linaposomwa neno, hapo ndipo anapatikana Yesu. Walipoenda hekaluni, kwa kweli wakamkuta Yesu. Maana alikuwa anajadili neno ambalo limesomwa, linalomfafanua yeye. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji na msikilizaji wangu, naomba nikupatie ushauri huu wa pekee na wa bure wa neno la Mungu. Ukitaka kukutana na Yesu, nenda mahali linaposomwa neno. Nenda mahali linapofafanuliwa neno. Yesu hapatikani kwa... Ngoja nikwambie hivi. Mafanikio yako hayatapatikana kwa mganga wa kienyeji. Yesu hapatikani kwenye nyumba za Nyamuragura. Yesu hapatikani kwenye nyumba za starehe. Yesu hapatikani kwenye matamasha ya Bongo Star Search. Kule hapatikani Yesu. Yesu hapatikani kwenye mikesha ya mwaka mpya. Yesu hapatikani kwenye masikukuu haya makubwa ya siku hizi yanayoendelea. Yesu hapatikani kwenye sherehe, kwenye harusi. Yesu hapatikani kwenye viwanja makubwa ya michezo yanayojengwa kwa gharama kubwa. Yesu hapatikani huko kwenye kumbi za sinema. Yesu hapatikani, mtu wa Baba. Yesu hapatikani, mpendwa mtazamaji na msikilizaji wangu. Yesu hapatikani kwenye smartphone. Yesu hapatikani kwenye vifurushi vya mitandao. Yesu hapatikani kwenye mitindo ya mavazi. Yesu hapatikani kwenye ulimbwende. Yesu hapatikani kwenye kazi. Yesu hapatikani kwenye mambo mengi ya ovyo. Yesu anapatikana mahali tu linaposomwa neno. Na walipoenda hekaluni, mahali lilipokuwa linasomwa neno, wakamkuta Yesu ameketi, anaojiana na Mafarisayo na waandishi na makuhani anaojiana nao, mpaka wakashangaa wakasema, kakijana kakadogo hekima hii kameitoa wapi? Hapo Yesu anapatikana. Unaamini katika kwenda kwenye ibada? Nenda kwenye ibada. Ibada ambapo wanasoma neno. Narudia, nenda kwenye ibada mpendwa. Maisha yako yapeleke kwenye ibada. Shughuli zako zipeleke kwenye ibada. Changamoto zako, nenda wanakosoma neno. Neno likisomwa, mambo yako yanakuwa sawa. Haleluya. Haleluya. Na kutia moyo katika hotuba yetu ya leo ambayo sasa inaenda mwisho, kwamba kimbilia mahali pa ibada. Uwe na muda wa kwenda kwenye ibada. Kazi zipo tu rafiki yangu, utazifanya na hata hivyo hautazimaliza. Watu wengi wamefanya kazi na wamezikwa wakiwa bado na hamu ya kufanya kazi. Wengine wanafunikwa na mashimo ya machimboni. Yuko kwenye mashimo kule anatafuta dhahabu, shimo linashuka, anazikwa kule kule. Wengine wamezama kwenye maji ya
mito na maziwa na bahari, wakiwa wanafanya kazi bila kupumzika. Wengine wameangukiwa na majumba makubwa katika senta za biashara, wakiwa wanatafuta maisha. Ngoja nikwambie, bora wangepata muda wa kutoka na kwenda kwenye ibada, wangenusuru maisha yao. Penye ibada ndipo Yesu anapatikana. Penye ibada ndipo Yesu anazungumza na watu. Penye ibada ndipo Yesu anasema. Na Yesu akamjibu mama yake akasema, mama, inanipasa kukaa nyumbani kwa Baba yangu. Pendwa mtazamaji na msikilizaji wangu, na kupatia wito huu: panga kuwa na muda wa kufanya ibada. Panga muda wa kukutana na Mungu wako. Una nyumba ya ibada, kuna mahali unaenda kuabudu, nenda. Funga duka, funga ofisi, toka, nenda kwenye ibada. Hizo ofisi zipo tu. Umeajiriwa wewe, unaweza ukafukuzwa, au kuna siku utastaafu, ataajiriwa mwingine naye atafanya hizi kazi, hautazimaliza. Ibada ndio mustakabali wa maisha yako, na hapo utakutana na Yesu. Wazazi wakati wanamtafuta Yesu wakamkuta hekaluni, anaojiana na wazee, anazungumza nao neno la Mungu. Wao wanahangaika, yeye ametulia. Wao wanahamaki, yeye ana amani. Wao wana shida, yeye ametulia katika ibada ya Mungu. Napoenda mwishoni sasa mwa somo la leo, naomba niyasema neno machache yafuatayo. Sikiza vizuri. Wakati wazazi wanapofika kwa Yesu, anayeongea na Yesu ni mama na sio baba. Sikiliza haya maneno, maana ninaenda kumaliza tafakari yetu ya neno la Mungu. Anayeongea na mtoto ni mama, sio baba. Mama ndiye anayeongea na Yesu. Anaongea naye vipi? Sikiza huu mstari. Luka sura ya 2 aya ile ya 48. Biblia inasema, na walipomwona walishangaa, na mama yake akamwambia, mwanangu, mbona umetutenda hivi? Tazama, baba yako na mimi tulikuwa tukikutafuta kwa huzuni. Anayeongea ni mama. Kuna kitu cha kujifunza hapa ninapoenda mwishoni mwa somo hili. Ni nani ana majukumu mengi kwa mtoto kati ya baba na mama? Wazazi wengi wa kiume tumeishia kutoa pesa, lakini hatuna muda na watoto wetu wa kuzungumza nao. Unakuta mama ndiye anazungumza na mtoto muda mrefu. Unakuta mama ndiye anayehangaika na mtoto kwa matendo ya mikono muda mrefu. Baba yeye anatoa pesa, chakula kiwepo nyumbani, nguo ziwepo, matumizi yawepo, karo iwepo, kila kitu kiwepo, akiugua atibiwe. Yani unatoa msaada tunasema ni msaada wa mbali mbali. Yani hautaki kugusana naye, unatoa msaada wa mbali. Unatoa pesa keshi pochi, wewe unauliza uniform zimechakaa bado ni nzima? Zimechakaa, hela hii kashone uniform. Viatu je vimetoboka? Hela hii. Wewe mwenyewe unajisikiaje afya? Najisikia mnyonge, hela hii katibiwe. Yani wazazi wa kiume walio wengi, sio wote, wako wachache wanaojitahidi, lakini walio wengi wao wameachia hayo majukumu ya kugusana kwa mama. Na mtoto akiwa na shida kubwa anaileta kwa baba. Utasikia baba anasema, nenda kaongea na mama yako. Kwa hiyo mtoto anajua mwenye shida zangu, anayemaliza shida zangu, anayegusa shida zangu, anayenijali humu ndani ni mama. Na ndio maana watoto wakifika mahali wakafanikiwa, wakatoboa maisha, wakawa watu wazima. Angalia mpenzi mtazamaji na msikilizaji wangu, anayeguswa sana na matendo yale kama alivyokuwa anaguswa ni mama. Maana alihangaika, alikuwa anamgusa akiwa bado mdogo. Akijichafua, mama ndiye anayesafisha. Akitaka kuoga, mama ndiye anayeogesha.
Akiwa na changamoto usiku, mama ndiye anayeamka kwenda kwenye chumba cha watoto kuangalia kuna changamoto gani. Macho ya mtoto yakifumbuliwa kwenye shida, anamuona mama ndiye anakuwa malaika wake wa kuja kumsaidia. Mtoto wa hivyo akikua, baba usitegemee una chako hapo. Mama ndiye atakayeguswa sana. Na hivyo tutaishia tu kutoa laana. Ngoja nikwambie mpendwa, kabla hujatoa laana, geuka uwe wa kwanza kuzungumza na mwanao. Baba unayenisikiliza, kijana wa kiume unayenisikiliza, ambaye baadaye utakuwa na familia, chukua hii, itakusaidia. Uwe wa kwanza kuzungumza na mwanao. Yusufu hafanyi chochote. Yusufu yeye kazi yake amefika, kimya. Mariamu ndiye anahangaika. Ukujua kwamba tunahangaika mwanangu? So Yusufu kimya. Na ndiyo maana napoenda mwishoni, ndiyo maana mpendwa, tabia ya mama imepandwa kwa watoto kuliko tabia ya baba. Fanya tu utafiti mdogo, utagundua kwamba watoto wetu tunaowazaa, angalia tabia walizonazo. Tabia ya mama imepandwa sana kuliko tabia ya baba. Kwa nini? Kwa sababu baba muda mwingi hana na watoto wake. Na kutia moyo na nakuombea na ninakushauri katika jina la Yesu Kristo, uwe na muda na wanao. Uwe na muda na wanao. Waulize, zungumza nao, sema nao, cheka nao, cheza na watoto wako, tabasamu na vijana wako. Hapo una nguvu. Kuna siku nguvu zitaisha. Utahitaji mtu wa kuzungumza na wewe, hawatakuwepo. Utahitaji mtu wa kucheka na wewe, hawatakuwepo. Utahitaji mtu wa kukutania kidogo, hawatakuwepo. Utahitaji mtu wa kukugeuza utakapojichafua. Unahitaji mtu wa kukusafisha, hawatakuwepo mpendwa. Utahitaji chakula fulani ukapate ambako kangekurudishia hamu ya kula, hautakapata. Kwa nini? Kwa sababu walipokuwa wadogo ukujihusisha nao. Na kutia moyo, pendwa mtazamaji na msikilizaji wangu, katika maisha haya tuna ubize wa maisha. Tuna ubize mwingi. Na huo ubize umetunyang'anya watoto wetu. Ubize wa maisha umetunyang'anya furaha ya familia. Mtu mmoja alisema, mkiwa wawili mnazungumza au mnakula, ukiona mtu anakula na wewe kwenye sahani, kwenye meza, mnakula pamoja mezani, lakini anajibu message kwenye simu yake, maana yake ni kwamba huyu anayemjibu message ndiye wa muhimu sana kuliko wewe unayekula naye mezani. Dunia imetupeleka huko. Dunia inaondoa ujamaa. Dunia inakata kabisa mahusiano. Dunia inatuondolea kabisa ibada. Inatuondolea kabisa kumtafuta Mungu. Na imetuingiza kwenye maisha tofauti kabisa. Maisha ya kuishi ukiwa isolated, huku na watu wengi lakini ambao hamuwasiliani. Na kutia moyo napomaliza somo hili kwamba usimsahau Yesu. Namba 2, usiwasahau wanao. Namba 3, usisahau familia yako. Usisahau. Kwa nini usisahau? Nenda nao kwa Yesu. Wapeleke kwa ibada. Peleka watoto wako kwenye ibada. Usiende peke yako. Mkiwa nyumbani, muwe na muda wa ibada. Kusanya familia, omba pamoja, zungumza pamoja, kula chakula pamoja. Hizi habari za kuweka chakula kwenye hotpot, kila mtu anapakua kwa muda wake, kula pamoja. Lakini pia mtafuteni Yesu pamoja. Tengeneza hayo mazingira na Mungu atakubariki sana. Nami nakuombea na nakutia moyo kwamba weka maisha yako mikononi mwa Yesu. Weka maisha ya familia yako mikononi mwa Yesu. Mtafute Yesu, yeye ndiye Pasaka halisia kwa wokovu wetu. Kwa jina la Kristo Yesu, amen. Tuombe pamoja. Baba yetu na Mungu wetu ishie milele, pendwa mtazamaji na msikilizaji wangu, nimeongea naye neno lako la uzima.
Tumeona namna kielelezo cha Yesu kuja hekaluni na wazazi kurudi nyumbani bila Yesu na wakarudi kumtafuta, kilivyo cha pekee chenye mafundisho mengi kwa maisha yetu. Muda mwingi tumefanya mambo mengi, lakini tumejikuta tunasahau mambo ya muhimu sana. Ninaomba umsaidie huyu mzazi asiwasahau watoto wake, asimsahau mwenzi wake, asisahau familia yake, na zaidi ya yote familia hiyo wasimsahau Yesu wao. Wape neema, wape amani, wainue katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki. Mungu akupe neema na amani. Akupe siku njema. Usimsahau Yesu kwa jina la Kristo. Amina.